Ally Kamwe amejitofautisha na wasemaji wengine kwa kwanza kitaaluma, kwa taaluma ambayo yupo nayo. Kumekuwa na tofauti kubwa sana, ndio maana baadhi ya vitu ambavyo amekuwa akivitoa au akivianzisha kwenye jamii hasa ya michezo vimekuwa na mata sana. Sababu ni nyingi sana, ila moja ni kwamba yeye ni mtu wa mpira, ni kwamba taaluma yake ni ya mpira. Sisemi kwamba wasemaji wengine hawana taaluma ya mpira, hapana. Nachomaanisha kwamba yeye ni mchambuzi wa mpira by professional, ukiachana na hawa wengine. Mfano Hashim Ibwe taaluma yake ni mtangazaji wa mpira. Hashim Ibwe yule msemaji, afisa habari wa mawasiliano wa Azam FC. Lakini pia Ahmed Ally ni mwongozaji wa vipindi vya michezo kwa maana ya host. Maana ya host ni kwamba mtu ambaye anakuwa anauliza maswali kwa mchambuzi. Lakini Ally Kamwe ni complete football analysis, ni mchambuzi wa maswala ya mpira. Maana yake ni kwamba tayari anakuwa na analysis za michezo au mchezo mzima au kuhusiana na mpira. Ndiyo maana linapokuja swala la kiufundi, swala la kuzungumza mpira, anakuwa yuko direct sana Ally Kamwe, kwa sababu anakuwa anajua nini ambacho anakifanya tofauti. Sasa watu wengi wamekuwa wakiuliza kwamba Yanga ni nani kwenye mpira wa Tanzania? Mbona mambo mengi wamekuwa wakiintroduce, bodi ya ligi inaingia kichwa. Ni jibu ni kwamba Young Africans ni klabu ya mpira, lakini ina watu pia wa mpira, kwa maana ya viongozi, kwa maana ya si kwamba bodi ya ligi inawafuata Young Africans, lakini Young Africans wanazijua sheria. That's why unakuta wanavyopita kwenye sheria watu wengi kuwa kishabiki. Kwa hiyo unakuta wanahoji kwa sababu hawaelewi. Baadaye bodi ya ligi ikija kupitia inakuta ni ndani ya kanuni zile zile. Mfano swala la mechi ya Police Tanzania na Young Africans. Police Tanzania walikuwa wanatakiwa kucheza mechi na Yanga katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, ambao kutokana na kanuni bodi ya ligi walikuwa wameufungia ule uwanja. Baada ya kuwa wameufungia tayari Police Tanzania waliandika barua kwa bodi ya ligi kwamba wanataka kuchagua uwanja. Wakawa wameandika ile barua, na ile barua wakawa wamechagua uwanja wa Al-Hassan Mwinyi kule Tabora. Sasa yale ni maombi, unavyoandika barua tayari umepeleka maombi. Kabla ya kujibiwa, wao tayari wakawa washaenda kule Tabora. Sasa Young Africans wao wakasema sisi hatuji. Umeona hapo kimbembe kikaanza. Tena Ally Kamwe ndio alitangaza akasema sisi hatuji, kwa sababu kwanza ni mbali. Yani unajua anatumia mazingira ya uchambuzi na ya usemaji, vingine anajazia kwa sababu anajua tayari hao washavunja sheria, anawajaza. Sasa hatuji kwa sababu ni mbali na ndege haiwezi kafika huko. Basi watu wakajaa kichwa. Oh, Young Africans ndio bodi ya ligi ndio nini. Kumbe taarifa tayari Police Tanzania walipeleka proposal ikawa haijajibiwa. Kwa hiyo ndani ya masaa 72 bodi ya ligi inakuja kujibu ule uwanja wa Al-Hassan Mwinyi tayari hautumiki kwenye michuano ya NBC. Wao wakawa hawana taarifa nao kwamba haujaidhinishwa kutumika katika mchezo namba 30. Wakawa wamesema no, tayari Police Tanzania wako kule wanafanya mazoezi. Kwa hiyo baada ya hapo bodi ya ligi ikaamua sasa, kwa sababu chaguo la kwanza likifeli, bodi ya ligi wanachagua wao, wakawa wamechagua uwanja wa Dodoma. Umeona? Basi watu hapo wakajaa kichwa, sijui namna gani, lakini ni matter of kanuni ndizo ambazo zinawaongoza. Kwa hiyo tofauti kubwa sana iko hapo. Hata kwenye ile mechi ya dabi ya Kariakoo, baada ya mechi ya Young Africans na JS Kabylie, ni kwamba Ally Kamwe alifika akasema kwamba acha washangilie sisi kuondolewa, ila tutakutana Guantanamo Bay. Watu wakasema kwa nini Ally Kamwe atangaze uwanja? Kwa nini? Lakini kiuhalisia ilikuwa ni hivi. Barua ilitumwa Benjamin Mkapa. Young Africans bodi ya ligi walitangaza mechi itakuwa Benjamin Mkapa. Young Africans wakatuma barua wakawakumbusha bodi ya ligi kwamba tarehe 1 mwezi wa 3 patakuwa ni mashindano ya Quran siku ya Jumatatu katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni swala la kidini ambalo linafanyika kila mwaka, kwa hiyo uwanja hautatumika. Wakawa sawa. Kwa hiyo Young Africans wakaandika ile barua wakawaambia tunaomba uwanja uwe Guantanamo Bay, New Amani Complex. Wakakubaliwa. Sasa mistakes iliyokuja kutokea ni kwamba kabla ya masaa 72 hautakiwi kutangaza. Bodi ya ligi
wakawa bado hawajatangaza ndani ya masaa 72 Young Africans ashajibiwa yeye ni mwenyeji, kwa hiyo ana haki zote. Kwa hiyo akatangaza pale pale kwamba tutacheza uwanja, tutacheza derby ni Amani Complex. Watu wakajaa tena kama ilivyo kawaida. Watu wengi principles za mpira hawazijui, sheria hawazijui, wanakuja sema si namna gani. Kwa hiyo hii imeshawatofautisha watu wengi, na ndio maana kuna kipindi fulani Alikamwe aliwaingia sana kichwani mashabiki hasa wa Simba kuhusiana na lile swala la ujasusi. Kamwe alikuwa anazungumzia mechi husika, labda Simba anaenda kucheza na Stade Malien, anasema jasusi wangu ameniambia kabla ya kipindi cha kwanza kumalizika nitakuwa nishafly, Simba atakuwa ashafungwa si chini ya goli moja. Sio, unaelewa? Na kweli Simba akaenda kucheza ile game, dakika 30 kafa chuma 3. Watu wakaanza kujaa, wakasema tunaomba serikali tusaidie, Alikamwe akamatwe, tunaomba serikali tusaidie, aujue yeye ni nani, viongozi amkeni. Lakini kitaaluma Alikamwe alikusanya takwimu za Simba, akakusanya takwimu za Stade Malien akiwa nyumbani, akaangalia madhaifu ya Simba, akaangalia strengths za Stade Malien kiuchambuzi, akagundua uwezo wa backline ya Simba kwa kipindi fulani unakuwaga uko active, ila kwa muda fulani unakuwa haupo active. Akahusianisha na striking ya Al-Masry, akagundua tu hapa ndani ya kipindi cha kwanza lazima Simba atakuwa sharuhusu. Akatumia taaluma, baadaye akaihamisha kwenye usemaji. Hapo akawa amemaliza, lakini nani ataelewa? Hapo ndipo ambapo inapokuja kizaza. So kiufupi ni kwamba Alikamwe anapiga bao sana kwenye hiyo engo, na ndio maana wamekuwa akionekana kwamba muda mwingine watu wanaona kama vile anakosea, lakini anatembea kwenye line ambayo ni ya kanuni na sheria. Watu ndo wanaanza kusianisha kama bahasha na vitu hivi kadha wa kadha. Kuna wasemaji wengi ambao wanafanya vizuri, wakina Ndorobo, wakina Almasanza, wapo wakina Christina Mwagala, wapo wakina Hashim Ibwe, Zaka za kazi, yupo babu yangu wa JKT bwana Masau Mwile, lakini pia yupo Ahmed Ali semaji la Kafu, wanafanya vizuri sana, lakini pia yupo Alikamwe. Lakini kuna utofauti mkubwa sana kwenye upeo wa kufahamu mpira. Alikamwe anatumia taaluma ya uchambuzi, anaihamishia kwenye usemaji. Kwa hiyo anavyofanya analytics zake kama mchambuzi, kwa sababu tayari haimzuie kuwa Yanga, kwa sababu ni msemaji wa Yanga, anapeleka tu yale maneno kuwa ya Yanga kwamba bwana Young Africans tunashinda hii mechi, tena tutampiga mtu goli 3 tena hivyo, yani anatumia tu utabiri ule wa kichambuzi na taaluma yake. Mambo yakitokea watu wanaona kama wanazungukwa, lakini kiukweli si uchawi, ndele wala ndumba, yani kinachotokea ni taaluma tu.